Hallelujah, thank you Jesus. Nakushukuru Bwana ni kwa sababu ya mapenzi yako. Neno la Bwana linaniambia ya kwamba Yesu akasema ya kwamba mimi ndiye mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. So Yesu Kristo ndiye ule mzabibu ule. Tunafaa kutegemea. Sauti yetu iko sawa, imetufikia vizuri. So ninashukuru Bwana sana ni kwa sababu ya kukaa chini ya ule mzabibu wa kweli, ule ulio na chochote kile mwanadamu yeyote yule ameamini. Yes, wacha niseme hivyo. Kwa yeyote yule ameamini. Kama vile Mungu na nilikuwa ninaangalia lile neno linatuambia kwamba John 3:16 ati vile Mungu alipeana mwanae wa pekee kwa yeyote yule atakaye amini. Na nikaweza kuelewa ya kwamba hiyo neno kuamini ina nguvu sana kwa wale wote wanaolitambua, sababu kukaa katika mzabibu katika kitabu ya John 15 ni kwa kupitia kuamini. Wale wote wameamini. Kuamini ni nini? Kuamini neno lile Mungu amelinena. Na nikajua ya kwamba hakuna awezaye kukuja kwa Kristo kama hajavutwa na Mungu. Na kuvutwa na Mungu ni kufanya nini? Kuvutwa na Mungu ni kukubali yale yote Mungu aliyoiandika kutoka Old Testament. Mambo yale yote yaliandikwa na waandishi. Mungu aliandika, ndio sisi tukiamini hayo tutaweza kutambua mapenzi yake kumpitia mwanae wa pekee. Kwa hivyo pasipo Christ aliye mwana wa Mungu wa pekee, Yesu Kristo, yule aliyekuja ulimwenguni si kwa uwezo wake yeye mwenyewe, lakini ni kwa uwezo wa Baba. Baba ndiye alimtuma ulimwenguni, ndiye anje aweze kuyatimiza yale yote yalikuwa katika mpango wake. Bwana asifiwe. So ninashukuru Bwana sana kwa kujua ya kwamba yale Yesu aliyoyatenda, yale yalinenwa na wale waandishi, mababa wetu wa zamani, wale walioandika neno, yale niliyoamini kutoka kwao ndio imenifanya niweze kuwa ndani ya Kristo, ndani ya mamlaka ya Bwana. Hayo yote ndio imenifanya niweze kuwa kiongozi katika maisha yangu. Ninajiongoza vyema na njia gani? Kutambua na kuelewa ya kwamba pasipo neno la Bwana haiwezekani mimi niweze kuishi wala niweze kuelewa mapenzi yake, na siwe taweza kutambua nguvu zake na uwezo wake na kazi yake kulingana na vile inavyohitajika tuweze kuifuata. So ninashukuru Bwana sana kwa sababu ya hiyo amani yake ndani ya moyo wangu, na nguvu zake ndani ya moyo wangu, na ufalme wake ndani ya moyo wangu na uzima wake ndani ya moyo wangu. Amenipa kibali kikuu sana katika maisha yangu. Amenipa kibali, amenipa uwezo, ameniita mwana. Bwana asifiwe. Uzima wa milele umo ndani yangu. Katika uwezo wake wote amefungua macho yangu, amenipa utajiri wote wa rohoni, amenikomboa kutokana na hali yoyote ile ilikuwa pingamizi ya kunipinga nisiweze kutambua mapenzi yake. Ninataka tuweze kusoma katika kitabu ya John 6. John 6 iko na mafundisho ya ajabu sana na matamu sana ya kutuonyesha na kutufundisha na kutuelekeza ya kwamba pasipo Kristo, mahali popote pasipo Kristo. Wakati ninaposoma Old Testament, wakati ninaposoma New Testament, mahali popote ninafaa kumuona Christ. Na kama simuoni Christ kwa neno lolote ninalolisoma, hamna Kristo. Ndani yangu hakuna uzima wa milele. Kama ninasoma na hakuna sioni Christ,
kama ninasoma na sitabui Christ mahali popote pale ninaposoma, nijue ya kwamba yes, niko bali sana na kutambua mapenzi ya Mungu na kuelewa mapenzi nguvu zake na kuelewa vile anenavyo, ananena namna gani. Kwa hivyo ni wakati wetu na ni jukumu letu tuweze kumtafuta Christ katika neno kwa imani, sio ati kumtafuta tu na macho, kwa imani, kwa sababu hawezi tabulika kama hakuna imani. Bwana asifiwe. Imani ya Bwana, imani ya neno ndio inatengeneza kweli uzima ndani yetu, na ndio inatengeneza kweli kabisa wema na ushindi na ufalme wa Bwana kutenda kazi ndani yetu. Bwana asifiwe. Kama vile Kristo aliye mzabibu, na anasema ya kwamba tukikaa nje ya mzabibu hatutakuwa na mazao. Mazao si ya mwili. Kitu chochote kile, jana tulisema, kitokanao na mwili ni cha kukwisha, ni perishable. Ni kitu hakina msingi wowote wa uzima katika maisha yetu. Lakini wakati wowote tutakapopokea chochote kile, hakitokani na mapenzi yetu, kinatokana na mapenzi ya Mungu, kwa sababu nimeamini neno lake wakati nimelisoma. Ukweli ni ya kwamba kutoka hapo ninaanza kuwa na mazao. Mazao inapatikana wapi? Ndani ya zile ministry zilizo ndani yetu. Na tunatabua ministry inakuwa wakati gani? Tutabua ministry ina grow. Yes, wakati ule tumeanza kuonyeshana mazao kwa kufanya wengine waweze kutambua mapenzi ya Mungu katika maisha yao, kwa kuwahubiria. Bwana asifiwe. Na kuwaonyesha kazi ya Kristo, vile kazi ya Kristo inavyofanya kazi, ama na ilitenda kazi kutoka mwanzo katika maisha yao, kuwapa uzima wa milele pasipo kubabanua, yani pasipo, yani kuleta differences. Ate huyu si mzuri, huyu ni mzuri, nitahubiria huyu. Hapana. Kristo wakati alipokuja alitupa neno lake pasipo kugawanya. Alitupa sisi wote, alituokoa sisi wote, alishidania sisi wote. Uponyaji wake hakupea fulani akaacha fulani. Aliponya wote wale walikuja kwake, waliamini, aliwaponya. Kuwapa uzima wa milele alitupa sisi wote. Hakupangua ate huyu ako hivi na yule ako vile. Hakusema Afrika haitapokea. Hakusema ate inchi fulani hiyo sio sawa, iko vile. Hapana, ni sisi wote weupe kwa weusi. Yesu Kristo alitufanyia kazi moja na alionyeshana upendo. Ili neno wakati ninapolisoma ninaona upendo mkuu sana wa Mungu na nguvu sana zinapofanya kazi ndani ya Kristo kutoka kwa Baba. Kwa sababu tusipoamini yale yote Mungu aliyoyapeana, hatuwezi mfikia Christ. Tunafika kwa Kristo kwa sababu tumeamini yale Mungu aliyoiandika kuwapitia waandishi wale walianza kuiandika from Genesis. Akina Moses wale wote waliandika neno Biblia, nasi tukaweza kuisoma, na wakati tumeiamini tunapokea uzima wa milele katika maisha yetu. So ninashukuru Bwana na ninasema ya kwamba kuamini ni kuzuri, inaleta uponyaji katika maisha yetu ya rohoni. Kuamini neno la Bwana kunaleta uzima katika maisha yetu ya rohoni. Kuamini kazi ya Kristo kunaleta tumaini na uzima. Tunaingia katika eternity kwa sababu tumepokea
nguvu na uwezo na mamlaka yake. Kwa hivyo ninashukuru Bwana na ninakupenda sana. Buni Apostoli India, nataka tushukuru kwa dakika moja alafu tuingie katika neno. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Umejaa nguvu na mamlaka na utukufu. Asante ni kwa sababu kazi yako Bwana Jehova Jire tunaifanya ni kwa ajili wewe ulitupa nafasi hiyo. Ulituhesabu Bwana Jehova Jire wale walio na mamlaka na nguvu na uwezo wote wa kupeana Bwana Jehova Jire ukweli katika neno, kupeana neno lako Bwana kulingana na vile wewe upendavyo. Umetufungua na yote yale Bwana Jehova Jire yalikuja ikiwa ya kutudhurumu katika maisha yetu. Yale yote yalikuwa yameletwa ulimwenguni Bwana Jehova Jire kupitia mtu mmoja na ndiye Adam. Nawe Kristo Yesu ukasimama katika mwanya, ukaweza kuyaondoa hayo yote Bwana, ukatupa uzima wa milele ndio sisi wote tuweze kukaa katika ule uzima. Ukatupa uhai Bwana Jehova Jire, ukatuondoa katika kifo ndio sisi wote tuweze kutambua Bwana Jehova Jire mapenzi yako katika maisha yetu ya mwilini na hata ya rohoni. Pokea sifa Bwana. Tumejua na tumetambua ya kwamba sio utajiri wa mwilini utatufikisha biguni, sio utajiri wa mwilini utaditamaini vile Bwana Jehova Jire upendo wako ulivyo katika maisha yetu, sio utajiri wa mwilini Bwana Jehova Jire utaonyeshana ya kwamba ati wewe umetumiliki, lakini ni utajiri wa rohoni ule Bwana Jehova Jire tunaupokea kupitia Kristo Yesu. Yule alipewa mamlaka na nguvu na uwezo wote wa kutawalia kila kitu katika ulimwengu. Pokea sifa Bwana wetu na pokea utukufu Mfalme, ni kwa sababu yote yawezekana kwa wote wale waaminio, wale wote wasimamao katika haki na katika mwanya wa kutambua na kuelewa nguvu zako na mamlaka yako Bwana Jehova Jire zatenda kazi kwa kila mmoja wetu Bwana katika maisha yetu. Pokea sifa. Wewe haukupangua mtu yeyote yule, ulituweka sisi wote katika nafasi yako Mfalme. Kama vile wote walikufa, hivyo ndivyo wote uliwafufua. Be thou Lord Jiglamasete Father Jehovah God. Asante Mungu wetu Mfalme, kwa wote wamechanganyikiwa na neno lako, kwa wote Bwana Jehova Jire wanashindwa ya kwamba yale yanayofundishwa ni gani ya kweli na ni gani isiyo ya kweli. Ninawanenea Bwana Jehova Jire ndio waweze kutambua ya kwamba neno lolote lile litokao katika kinywa chako Bwana kupitia roho wako Bwana Jehova Mungu wetu na kuingia ndani yetu ndio tunaliamini. Hilo ndio neno la kweli lile lisemalo kuhusu kazi ya Kristo Yesu. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jire wote wale waaminio kazi ya Kristo, hao ndio Bwana Jehova Jire wataitwa wana wa Mungu. Wale wote Bwana Jehova Jire wako ndani ya Kristo Yesu Mfalme ndio watazama mazao mengi mtakatifu, na ndio hayo mazao itaweza kuonyesha kazi ile iliyo ndani ya moyo wa mtu. Tunakushukuru Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu yote yawezekana. Asante ni kwa sababu ya breakthrough ile Bwana Jehova Jire umetuwekea siku ya leo tuweze kuandamana pamoja nayo. Asante ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu yule ananena ndani yetu Mfalme. Asante ni kwa sababu gome zote zimejiinua na kazi yote ya yule muofu Bwana imejiinua juu ya neno lako, imeshushwa na imeshuka mpaka chini ya miguu yetu. Ni kwa sababu hakuna kitu kitaweza kujisimamisha wala kujiinua juu ya neno lako Bwana Jehova Jire kiweze kuleta ushindi. Umetupenda Bwana Jehova Jire na upendo wa maajabu, na umetuzungumzia ukweli katika neno lako ndio sisi wote tuweze kuokolewa na kushika amri yako kulingana na vile Kristo Yesu anavyoinena. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Yes. Katika wingi wa utukufu wa Bwana na katika neema yake ninashukuru Bwana, na ninakaribisha wale wote walio ndani, wale walio bali, wale walio karibu, ndio tuweze kukaribishana mmoja kwa mwingine, na ndio tuweze kutambua neno la Bwana katika mapenzi yake, namna gani anapohitaji tuweze kukaa na kuliamini. Na tunazungumzia kwamba Christ the bread of life. Tunaangalia Christ the bread of life. Yesu akajitambulisha katika John 6 na kunena mambo makubwa sana na maajabu ya kwamba yeye ndiye mkate wa uzima. Jana tuliangalia hayo na hata leo tutayaangalia, kwa sababu neno la Bwana hakuna wakati linakosa nguvu ama halipungukiwi, na ni mpya kila wakati. Na ninataka tuweze kuangalia katika kitabu ya John 6 from 39. Nataka tusome na tusichoke, kwa sababu mapenzi ya Mungu iko katika neno lake wakati wote tunapolisoma, tukijifundisha na tukielekea
kulingana na kupenda kutambua vile anavyonena. Katika hiyo John, katika hiyo kitabu ya John 6 from 39, wacha tusome pamoja. And this is the Father's will, while had sent me, that of all which he had given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last days. Na wapenzi yake alioni na mapenzi sorry, mimi nilikuwa ninasoma vibaya. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Bwana asifiwe. Hili neno linasema wote wale alionipa. Wote wale aliompa ni akina nani? Ni wale wote wameamini kile Bwana alichokiandika kupitia waandishi. Bwana asifiwe. Hili neno liliandikwa na watu hawakuwa katika nchi moja, hawakuwa katika mahali pamoja. Wale watu waliandika hawajuani, hawakujuana. But wakati ule Roho wa Bwana aliponena ndani yao, waliandika kuhusu kitu kimoja. Waliandika kuhusu mtu mmoja. Waliandika kitu kimoja. Wakati watu wale waliwekwa katika mpango, tuseme ni Ezekiel, ni Joshua, ni Adam, not Adam, ni mtu tunaita Moses. Vitabu hizo wakati ilikuja watu wakaisoma, wale waliweza kupata ufunuo, walikuta kile kiliandikwa kilinena kuhusu mtu mmoja. Na ni ukweli, neno la Bwana ama Biblia inanena kuhusu mtu mmoja. Na huyu mtu mmoja sana hata si God, inanena kumhusu Christ. Sababu Mungu aliandika kuhusu Christ. Mungu hakujiandika yeye mwenyewe, lakini aliandika yule anayemuonyeshana sana. Nani anamuonyeshana? Mwanae Kristo Yesu. Katika kitabu ya Hebrews, katika kitabu ya Ephesians, tunaangalia katika kitabu ya Philippians, tunaangalia, tunaona mambo yamepangwa vizuri. Yani vitabu nyingi kama vitabu zote. Kwa hivyo akasema ya kwamba aliyonipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kazi ya ufufuo haitokani na God himself. Inatokana na yule aliyepeana, aliyemtuma. Kwa hivyo hii kazi mwanzo ilikuwa ya God, but wakati aliyemtuma mwanae alimpa nguvu na mamlaka ya kutawalia katika kazi yote ile Mungu angeifanya. Na Mungu akampa Yesu mamlaka ya kufia watu na kufufuka. Baadaye akaweza kumpa uwezo wa kuwafufua katika kifo kile kilichokuwa ndani yao. Tulikuwa wafu. Hivyo ndivyo neno linatuambia. Tulikuwa wafu katika kitabu ya Ephesians 2. Tulikuwa wafu. Bwana asifiwe. Lakini Kristo alitufufua kutokana, alihuisha mioyo yetu. Alitutoa katika kifo. Katika kitabu ya Romans 5. From 16 ukiteremka utaona kazi ya Kristo vile alivyofufua mwanadamu. Yule mwanadamu alikuwa amekufa katika dhambi. Kristo akasimama kwenye mwanya ya kumpa ufufuo, akatufufua, tukatoka katika mauti, tukatoka katika kazi ya utumwa, tukatoka katika hali ya giza, tukapokea nuru kumpitia mwana wake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Number 40 inasema, and this is the will of him that sent me.
that everyone which seeth the Son and believe on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Ati kwa kuwa mapenzi yake Baba, unaona mapenzi yake Baba ni gani? Mapenzi yake Baba yangu ni haya, ni Yesu alikuwa anasema ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Ati mapenzi ya Baba sio sisi yeye tumtazame, ni tumtazame yeye aliyemtuma. Na tunamtazama na njia inakaa namna gani? Kwa kulisoma neno na kuliamini neno. Usiposoma neno hauwezi jitambua moyo wa Mungu. Saa hii tunajua na tumeelewa ya kwamba ati Mungu mapenzi yake ni nini, tunasoma vile aliandika. Ati mapenzi ya Baba ni nini? Ni sisi wote tuweze kumtazama mwana, yeye yule aliyemtuma. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu ni wengi wanaomtazama Mungu mwenyewe. Watu ni wengi wanatazama Mungu na ng'ombe. Watu ni wengi wanatazama Mungu na Muhammad. Watu ni wengi wanamtazama Mungu na miungu ingine yoyote hata ulimwenguni, kwa sababu hata mganga anaamini Mungu. Devil worshiper anaamini Mungu. Bwana asifiwe. Hawapotezi Mungu hata kama wamewekelea Mungu vitu zingine zile wanaofuata physically. Lakini Mungu mapenzi yake ni gani? Ni sisi tuweze kutambua na kuelewa kumhusu mwanae yule aliyemtuma. Sababu ni gani? Sababu ndani ya mwanae huyo ndiye ana reveal vile Mungu Baba wetu alivyo. Pasipo mwana hakuna Mungu. Pasipo mwana hakuna uzima. Pasipo mwana hakuna uhai. Pasipo mwana hakuna nguvu, hakuna mamlaka, hakuna kitu tunaita revelation ya mambo kama yale yote. Pasipo mwana hakuna hawa watu tunaita watumishi wa Bwana, akina apostles, akina pastors, akina evangelist, akina prophets, akina yani hao wote. Kama Yesu hayuko, hakuna hao wote. Kama Yesu hayuko, hakuna mti wa uzima ule tunafaa kukula ndio tuweze kupokea uzima wa milele. Na mti wa uzima ni nini? Ni neno. Pasipo Christ there is no word. Bwana asifiwe. Hakuna neno. Pasipo Christ, mti wa uzima, hakuna neno. Bwana asifiwe. So sisi wote katika ulimwengu tungekuwa kama wanyama, lakini kwa sababu ya yeye Christ tumesimama na tumedhibitika vyema ndani yake, kwa uwezo wote, kwa nguvu zote, kwa mamlaka yote, kwa ushindi wote, kwa uzima, kwa pendo, kwa amani, kwa furaha. Yesu ametupa hizo zote, ndani yetu tumezipokea. Bwana asifiwe. Kama Kristo hayuko, there is no healing. Bwana asifiwe. There is no Holy Spirit. Kama Yesu hayuko, sababu hizi zote zilimfuata Christ. Old Testament yote hakukuwa na Roho Mtakatifu, lakini wakati Yesu Kristo alipokuja kwa uwezo wa Mungu Baba, aliweza kuwapa watu wale waliomwamini na wale wanamwamini siku ya leo Roho Mtakatifu. Yule ndiye msaada wetu hata siku ya leo. Pasipo roho huyo siwezi ongea, siwezi hubiri, siwezi simama, siwezi kuwa na ufunuo, siwezi kuwa na veva. Roho ametenda kazi kubwa sana. Siwezi kuwa na jukumu yoyote ile ya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Ministry yangu haiwezi kuwa
lakini kwa sababu ya uwezo wa Roho Mtakatifu, ministry yangu inaendelea tu na kugrow, inaendelea tu na kuwa na revelation, sababu kunaye yule msaada wangu katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Neno likaendelea nitarudia tu 41, sorry. The Jews then murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. Basi Wayahudi wakamnungunikia kwa sababu alisema, mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Haya ni mawazo ya watu. Na watu wengi hata siku ya leo wamekosa kuamini kazi ya Kristo Yesu, sababu wanatumia mawazo yao. Sababu wako na elimu yao. Na ile elimu haitaweza kuwafanya waweze kutambua mapenzi ya Mungu. Sababu elimu ya mwanadamu ni ya ulimwenguni tu na haina nguvu, haina faida. Elimu ya mwanadamu yaleta kifo katika maisha ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Elimu ile bora ni elimu ile iliyo ndani ya neno la Bwana. Hiyo tu ndio elimu bora. Na hiyo ndio itakuelimisha mpaka ujikute umesimama, yani hauna uoga, kifo hakimo ndani yako, umesimama vyema, yani hauna uoga, yani unahubiri na hauna, yani na uko na boldness wakati unaotenda ile kazi. Haleluya. Kwa sababu kuna elimu bora ndani yako, kama vile katika kitabu ya Proverb kuna elimu ilifundishwa. My son, Mungu neno linasema alikuwa anasifundisha mwanae, mwanangu fuata hii elimu, sababu hii ndio itakuelimisha mpaka mwisho. Hii ndio bora, hii elimu ndio bora kuliko elimu zote, kutoka kwa masomo, kutoka kwa watu, kutoka kwa mambo yale utakutana nayo. Elimu bora ni ile itokanao na neno la Bwana. Neno la Bwana linatupatia wisdom. Neno la Bwana linatupatia knowledge. Neno la Bwana linatupa understanding. Neno la Bwana linatupa revelation. Na nje ya hizo vitu hakuna kitu kingine tunahitaji. Tunahitaji tu tutafute wisdom ndani ya neno. Wakati Solomon aliambiwa aombe kile anavyotaka, hakuomba utajiri, hakuomba kuwa na marafiki wengi, hakuomba kujulikana wala kuonekana, aliomba wisdom. Bwana asifiwe. Na Mungu wakati alipoomba wisdom, na Mungu alikuwa anangoja ati aombe mali, akamwambia, kwa sababu haujaniomba vitu za ulimwengu, kila kitu sasa nitakupa. Akapewa vyote. Bwana asifiwe. Ni nini kiko ndani ya moyo wako? Nini kinanena ndani ya moyo wako? Ni nini kinanena? Msemo wowote ule ndani ya moyo wako ni msemo gani? Tumaini lako liko wapi? Moyo wako umeweka wapi? Nani kiongozi ndani yako? Nani amekusimamisha? Bwana asifiwe. Wakati tunapoangalia hali kama zile, tunakuwa na amani na tunasimama katika mwanya wa kutambua mapenzi ya Mungu na wema wake, ndio tuweze kusimama na kufika katika mahali tunaenda. Biblia inasema basi Wayahudi wakanungunika. Waligunungunika kwa nini? Kwa sababu hawatambui lile neno. Hawana revelation. Hawaelewi anasema nini. Hivyo ndivyo watu wengi, na ndio watu wengi wanaopinga neno la Bwana siku ya leo. Wanapinga makanisa, wanapinga kuomba, wanapinga mambo mengi. Haleluya. Ile kitu hata ninaweza sema kiweze kuendelea na kupingwa ni mambo haya watumishi wameweka ya kushinda wakiambia watu watoe mbegu, wabebe mafuta, ati neema ya Mungu inatokana na mchanga ule mtu ameobewa na pasta wake, ya wema wa Bwana. Yani ni mambo mengi
mambo ya kujitolea kule kusicho kwa Biblia, kwa sababu mambo ni mengi. Hali ya kutoa mapepo, hiyo yote hiyo ndio tu naweza sema ipingwe, ndio watu waache kwenda makanisani kwa sababu ya kujitolea ndio wabarikiwe. Watu wasiende kanisani kwa sababu ya mapepo, watu wasiende makanisani wala kwenda kutabiliwa. Hiyo tamaa zote siweze kuondoka, watu waweze kufundishwa neno, ndio waweze kujua ya kwamba neno la Bwana ndio linahitajika ndani ya mioyo yetu, na ndio lenyewe liweze kufukuza hali hizo zote zinajiinua, hali hizo zote zinazosimama, ikileta mabadiliko, ikileta tofauti ya neno la Bwana na mapenzi ya mwanadamu. Mwanadamu anasimamisha mapenzi yake akifikiri ananena mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hatutestify kuhusu Christ, tunatestify kuhusu kazi yetu, mambo yetu, hali zetu. Midomoni mwetu twatoa kifo badala ya kupeana uzima. Uzima ule tunafaa tupeane ni neno la Bwana, lile litafanya mtu mwingine atoke katika upumbavu, ujinga na udani wake, aweze kutegemea neno la Bwana, liweze kuwa msaada, liweze kuwa nguvu, liweze kuwa uwezo, liweze kuwa mamlaka katika maisha yake. Na katika 42 ikasema ya kwamba, kwa hivyo 41, kwa sababu hawakuelewa, hawakuwa na ufunuo, moyo wao na moyo wa Mungu mwenyewe ulikuwa bali, na ndio hawakutabua kazi ya Kristo. Sababu tukimtabua Bwana na mapenzi yake, tutaweza kumtabua Kristo na kazi yake. Hallelujah. Number 42. And they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he said, I came down from heaven? Si huyu mtu tunamjua, si huyu mtoto, si ni yule Yesu mwana wa Mariamu na Joseph. Si ni tunajua kwao ni Galilaya ama ni wapi. Wakaanza kumtoanisha, wakaigiza mambo ya family katika kazi ya Mungu, wakaingiza mambo ya kifamilia katika kazi ya Mungu, wakaanza kumfafanua na kumtoanisha na kumuona vile asivyo. Yani walimuona reality, ukweli ni mwana wa Mariamu na Joseph. Ukweli ni wa ile nchi, ni wa kule kwao. Bwana asifiwe. Na lakini hawakuwa na moyo na jicho na mawazo ya kumuona kama Savior. Hawakumuona kama Mwokozi. Hawakumuona kama mwana wa Mungu. Hawakumtambua kama nguvu wala uwezo juu ya maisha yao. Walimuona kulingana na mwanadamu, vile tu tunaonana mtu na mwingine. Na Yesu, maandiko inasema katika 1 John inasema ya kwamba tusipo wakati wowote tunapoishi pamoja sisi wote, tunafaa, mimi nikikuona ninaona Mungu ndani yako, ukiniona unaona Mungu ndani yangu. Nikinena unatambua uungu ndani yangu, ukinena na mimi natambua uungu ndani yako. Lakini hatuoni hayo. Kile tunatengeneza wakati uungu unatolewa katika vinywa za wateule wa Mungu ni vita, ni kuwakorofi na kuleta differences, na kujaribu kuleta kujaribu kuleta mambo isiyo na msingi wa uungu. Bwana asifiwe. Na wakati kama huo tunapofanya hivyo, tukiigiza familia katika kazi ya Mungu, katika neno, hakuna wakati tutaona hata yule Mungu tunasema tunampenda. Hakuna wakati tutamuona kwa uwezo, kwa nguvu na kwa mamlaka, na hakuna wakati tutamuona kama Mungu.
Yes, mambo ya mwili ni ya mwili na mambo ya roho ni ya roho. Bwana asifiwe. Kwa sababu Yesu Kristo, kwa nini waliongea hivyo? Sababu Yesu alinena akijishikanisha na Mungu. Yesu alinena mambo ya ufalme wa the kingdom of heaven. Lakini wao hawakutaka ama kutaka kusikia, wala hawakutaka yani walimtazama wakamuona uutu tu. Walimuona mtu wa kawaida. Walimuona vile wanaonananga. Kwa hivyo hawakutambua kile kimefichwa ndani yake. Siri ya ufalme wa mbinguni ile imefichwa ndani yake, hawakuiona. Hawakutambua ama kukumbuka yeye kutoka kwake baba yake ni Mungu. Hata kama aliingia ndani ya tumbo la Mariamu, ni Roho Mtakatifu aliweza kumtia hiyo mimba ndio aweze kumzaa mwana wa pekee wa Mungu, Yesu Kristo. Hawakutazama hayo. Walimuona tu kama kawaida. Walimuingiza katika familia, walimkosoa kifamilia, walimsema kifamilia, badala ya kwanza kutambua yale ameyanena ikiwa inaambatana na nini, imetoka wapi, ameinena namna gani, inanena kuhusu nani. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo makanisa ilivyo siku ya leo, watu wale walio ndani. Mimi nasema asubuhi ya leo, kanisa haikuangi na shida yoyote. Hakuna kanisa iko na shinda. Kanisa yoyote ya Kristo, hakuna kanisa iko na shinda. Watumishi walio ndani ya makanisa hawana shida. Wale walio na shida ni wale walio ndani ya hiyo kanisa, kwa sababu ya uutu na uwanadamu ule ulio ndani ya. Mawazo ya watu ni ya ulimwengu tu. Mawazo ya watu ni tabia za uutu. Kwa hivyo hata wakati wanapofikiria, wakati wanaponena, wananena mambo kuhusu ulimwengu, wananena mambo kuhusu vile wanataka, wananena mambo kuhusu wao wenyewe. Wananena ulimwengu. Bwana asifiwe. Mawazo ya uungu haimo ndani yao. Ndio waweza kurekebisha kanisa mahali inaharibika. Ndio waweza kurekebisha mtumishi wao na kumuombea mahali popote wanaona kuna shinda. Lakini badala ya hayo ni kumtoanisha, kumtoa nguo, kumnena, kumwacha na kufanya mambo yale mengine yote ya kudhuru kazi ya Mungu. Lakini hayo yote sio sisi tunapigania kanisa la Bwana. Mungu mwenyewe ajipigania kazini mwake na anapigania kazi yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Neno likaendelea. Kiswahili wakasema, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu, ambaye twamjua babaye na mamaye? Sasa asemaje, huyu nimemshuka ate mimi vile Yesu alisema, mimi nimeshuka kutoka mbinguni. Yani walikuwa wanagonga kile walikuwa wanaona, si tunamjua ni mwana wa Joseph. Twamjua amezaliwa hapa na Mariam. Kama vile yule mtu alisema, ni nini kizuri kinaweza toka? Bwana asifiwe. Watu wanaangalia mambo yote katika macho. Watu wanaangalia mambo yote kulingana na vile wanataka. Watu wanatafsiri kazi ya Mungu kulingana na vile mawazo yao ilivyo na kulingana na vile wanavyotaka. Lakini hawaelewi neno la Bwana kwamba limefichwa, lina meaning, sio vile wanavyoliona. Hawatambui Kristo. Kwa nini anasema nilitoka mbinguni? Hawajui yeye, na ndio wanaweza kumnena na njia yoyote ile na kulingana na vile wanavyotaka. Lakini kwa wale wanaotambua siri iliyo ndani ya Kristo, wako na furaha, sababu wanafuata neno la Bwana kulingana na ile siri imefichwa ndani ya kile tunachokisoma. Bwana asifiwe. 43 ikasema, Jesus therefore answered and said unto them, Mama not among yourself. Basi Yesu akajibu akawaambia, msinugunike ninyi kwa ninyi. Number 40.
no man can come to me except the Father which had sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mwanadamu yeyote aliye katika ulimwengu asipoamini kazi ya Mungu hawezi tambua kile kimefichwa ndani ya kazi ya Mungu. Ati mimi ndio nimtambue Yesu, kwanza nilijua juu ya Mungu. Ukweli ni kwamba kupitia Moses nilijua kuna Mungu. Na nikaweza kuelewa kupitia neno la Bwana from Old Testament nilijua kuna Mungu. Lakini kile Mungu ametia ndani yangu ni kutaka kufanya mimi niweze kuelewa msemo wake katika lile neno. Nini ananena juu yake? Neno linasema ya kwamba waandishi wale walioandika neno na manabii wote wale walioandika, hata malaika hawakutambua wananena kumhusu nani, na walitamani kumjua. Lakini wakati Kristo alipokuja, amenifunulia mimi na amekufunulia wewe, na ndio tunanena kuhusu yale tumefunuliwa kutokana na waandishi wale walioandika. Bwana asifiwe. Yani kutokana na wale wamepewa ufunuo juu ya neno lile liliandikwa na waandishi. Waandishi hawakutambua, lakini yule anayenielekeza siku ya leo, kwa sababu ya roho wa Mungu, roho wa Kristo ndani yake, ananipa ufunuo sawasawa kulingana na ule moyo ulikuwa wa Mungu wakati alipokuwa anaandika ile neno ya Biblia. Bwana asifiwe. So Mungu hakuandika tu aandike. Mungu hakunena yale yote tunayoyasoma ndio tu tusome. Alificha mambo ya ajabu sana ndani, na hiyo alificha ndio anataka tuweze kuyafafanua, tufafanukiwe nayo ndio tuweze kujua moyo wake. Usipotambua kile kimefichwa, hauwezi tambua moyo wa Mungu, na usipotambua moyo wa Mungu, hauwezi mtambua Kristo, hauwezi muelewa Kristo. Utamuona tu kama vile hawa watu walimuona. Si ni mwana wa Joseph, si tunamjua hata mahali ametoka, si amezaliwa hapa Galilaya. Unaona? Si amezaliwa hapa, si yeye anaongeaga hii lugha, si yeye ni wakamtoanisha hivyo, sababu hawaelewi chanzo cha mawazo ya Mungu na moyo wa Mungu. Ndio Biblia ama neno la Bwana liweze kuandikwa. Bwana asifiwe. Hawakutambua. Wale waliandika walitamani sana kuetaka kujua nani huyu, nani huyu. Walijua wanaandika juu ya mtu, lakini hawakumjua ni nani. But sisi tumeambiwa ni nani na tunamjua. Ni yeye mwana wa Mungu. Yeye yule ndiye mkate wa uzima. Bwana asifiwe. Hakuna awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba. Bwana asifiwe. Number 45. It is written in the prophet, and they shall be all taught of God. Every man, therefore, that had heard and had learned of the Father cometh unto me. Ati imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Juu ya nini? Juu ya yule aliandikwa. Juu ya nani? Juu ya mkombozi. Juu ya nani? Yule tunaita God with us. Bwana asifiwe. Emmanuel. Mungu aliandika kumhusu Emmanuel, Mungu pamoja nasi, yule mwokozi wa kutuokoa. Na tulijua haya kupitia nani? Wale manabii ndio wanasema ya kwamba tutayajua. Waliandiki chochote kile waliandika, tutafundishwa na Mungu. Mtu wa Mungu, kuna kitu moja ninakwambia, hauwezi jua Biblia, hauwezi jua neno la Bwana kama Mungu hajakufundisha. Na Mungu atakufundisha namna gani?
Mungu atakufundisha kumpitia mwanae. Si atakufundisha kujipitia yeye. Atakufundisha kupitia mwanae. Manabii walielewa ya kwamba kuna mtu tunaandika juu yake, lakini hatumtambui. But wakati wa yule mtoto wa yule mtu kuja, John the Baptist akasimama kwenye mwanya, akamnena sana, akamtambulisha. Tukamuona, wengine walimuona, wengine walimguza, wengine walikula pamoja naye, wengine walilala pamoja, walitembea pamoja, walihubiri pamoja, miujiza na maishara walijionea akiyafanya, lakini sisi hatukuona. Lakini kulingana na vile tumeandikiwa na Mungu kuwapitia waandishi, manabii na wale wengine wazee wa zamani, tunaona ya kwamba kazi ya Mungu vile ilivyoanzia na vile imekwisha. Sababu sisi ndio tuko katika mwisho wa kazi ya Mungu. Hakuna mtu mwingine atakuja baada ya Yesu. Yesu ndiye mwisho wa kila kitu. Yesu ndiye alifika kuwa mwisho wa sheria, na yeye ndiye tu mwisho wa mambo yote katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Hakuna mwingine nyuma yake atakayekuja. Bwana, kwa sababu neno halijatuambia kunaye yule atakayekuja. Hakuna. Badala ya kukuja ni ulimwengu utakwisha. Bwana asifiwe. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Yes. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Yeyote yule amesikia na aliyesikia na kujifunza kwa Baba. Yes, sisi hatungejua isipokuwa tu ni Baba alielekeza yale yote yaiweze kuwa katika maandishi, ndio tuweze kuyasoma, tujifundishe, tupate ufunuo, tutabue ni nani amenenwa kuhusu. Na huyo alinenwa, huyo aliandikwa na akanenwa na akahubiriwa, ndiye mimi nimemwamini yeye, sababu Baba ananiambia nimwamini yeye ndio niweze kupokea uzima wa milele. Ndani yake hapo ndipo kila kitu kimefichwa. Ndani yake hapo ndipo wema wa Bwana umefichwa. Amani ya Mungu imefichwa. Ukweli wa Mungu umefichwa. Uzima wa Mungu umefichwa. Upendo wa Mungu umefichwa. Umefichwa wapi? Ndani ya yeye yule aliye amemnena kumhusu. Na ni nani? Mwanae Kristo Yesu. Yeye ndiye uzima wa milele, na yeye ndiye mkate wa uzima. Uzima wa milele ni mtu, na mkate ni mtu, ni Christ. Akasema ya kwamba mimi ndiye mkate wa uzima. Hallelujah. 46. Not that any man had seen the Father, save he which is of God. He had seen the Father. Si kwamba mtu amemuona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu. Huyo ndiye aliyemuona Baba. Yesu akajinena kusema yeye tu ndiye ametoka kwa Baba, na hakuna mtu mwingine yoyote ameshatoka kwa Mungu. Hata malaika waliumbwa tu. Bwana asifiwe. Yesu tu mwenyewe ndiye alitoka kwa Baba. Riu hau ni bara nene muno kuga araika matioimire kwa Ngai. Araika ni akumbwo. Jesu tu nowe umite kwa Ngai, na Jesu tu nowe wonete Ngai. Mwathani agocwo. Jesu tu nowe woimire kwa Ngai, na Jesu tu nowe okuite akariuka, na Jesu tu nowe uĩ Ngai. Gutire mundu ungi. Na Jesu tu nowe wakuire agithie kuri Ngai. Oimire kwi Ngai, na riria akuire acokire kuri Ngai. Gutire mundu ungi uri wakinya kuri Ngai.
na gutire mundu ungi uri wamuona Ngai. Indo icio ingi ciothe ni cia kumbwo. Ni kazi ya mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Akasema kwa Kiswahili, si kwamba mtu amemuona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu. Ila yeye tu Yesu. Huyo ndiye aliyemuona Baba. Jesu nowe tu uri wamuona Ngai. Mwathani agocwo. Andu ni mahingicikaga muno muno, makiuga Musa, makiuga Enoko, makiuga makiuga angi matiakuire, kindu giothe kiombirwo ni gikuaga, ni kiri mwisho wakio. Maithe maitu ma tene othe, ungithoma thiini wa ibuku ria Hebrews 11, no wone maithe maitu mothe ni makuire, ona nginya ucio tugaga oirwo na mwire. Enoch, akina Moses, wote walikufa. Bwana asifiwe. Mwili hauwezi wesheza mtu kupaa nayo. Hata Yesu mwenyewe, na yeye ndiye angekuwa kielelezo kizuri kabisa, na akina Paul hawakwenda na mwili. Mwili waliuacha ulimwenguni, wakaenda katika maisha ya kiroho. Bwana asifiwe. Spirit, yeye ndiye alienda. Na hakuna mtu ameshawahi kufa akaenda mbinguni alafu akarudi. Hiyo yote ni madanganyo ya kutojua kufafanua Biblia. Hakuna. Gutire onomwe. Nacio makorwo niguo akina andu kazi ya Kristo. Wakati tunapoangatazama kazi ya Kristo na kusema mambo ya kuwa dende, kuwa nini, kifo sana sana sio hata kifo ya mwili, ni kifo ya udani, kwa sababu Kristo ananena kuhusu mioyo yetu, ananena kuhusu kifo ya moyoni, kifo ya mwisho, kifo ya moyoni, mambo na ministry, kutokuwa na uwezo wowote wa kufanya kazi ya Mungu. Vile tulipokea dhambi, mtu yeyote yule aliye na dhambi ndani yake hawezi fanya kazi ya Mungu, hawezi kumfurahisha Mungu. Na Mungu akaambia Adam and Eve, mkikula tunda la ujuzi wa mema na mabaya, kwa uhakika mtakufa. Wale watu tunawaona wakizaa mpaka Kain, Abel, na tunawaona wanatembea na walikula. Kwa hivyo ile kifo kilikuwa kinanenwa, sio kifo ya mwilini, ni ya rohoni. Watu wengi, hata Yesu wakati alipokuwa ananena juu ya kifo, alikuwa ananena kuhusu kifo ya moyo, ya rohoni. Watu kutokuwa na uungu ndani yao, kutokuwa na roho wa Mungu ndani yao, au watu wote wamekufa. Bwana asifiwe. Mlandiko 47 inasema, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me had everlasting life. Amin, amin nawaambia, yeye aaminie yuna uzima wa milele. Yeyote yule amwaminie Christ. Hakujaje asemi Mungu, sababu hata manabii wametuambia yale yote. Mtu Yesu amesema, yeyote yule atakaye kuja kwangu ataletwa na Mungu. Manabii wakasema ati naye atafundishwa na Mungu. Ndiye akifundishika kutoka kwa Mungu ataweza kumtambua Christ, na akimtambua Christ ametambua God himself, na akitambua God himself amepata uzima wa milele. Ameingia katika kazi ya Kristo na ameamini yale yote Kristo aliyoyafanya. Na hapo ndipo Yesu anasema, amin, amin nawaambia, yeye aaminie yuna uzima wa milele. Yeyote yule anayemwamini, na sio kuamini utajiri, sio kuamini kanisa, sio kuamini pasta, sio kuamini
vitu zile uko nazo. Sio kujiamini, sio kujitambua na kujiamini na kuelewa vile unajua, ama kuamini masomo, ama kuamini mafuta, ama kuamini the road stable, ama kuamini mikutano unayoifanya, ama kuamini, yani mambo haya yote ni bure katika uso wa Bwana. Mungu anataka tumwamini yeye yule aliyemtuma. Na Yesu akasema, niaminini, na mkiniamini mko na uzima wa milele. Yes, anajua Baba alimnena yeye na alitaka watu wamwamini yeye, kwa sababu neno linatuambia katika kitabu ya Hebrews 1 inasema ya kwamba ati Yesu ndiye chapa kamili ya vile Mungu alivyo. Ati mtu yeyote amemuona Yesu amemuona Mungu, amemwamini Yesu amemwamini Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Neno ni kitu tunafaa kukaa chini tuweze kuelekezwa na kufundishwa na watu walio na utafsiri kutokana na Roho wa Mungu, lakini sio kutokana na tradition, sio kutokana na culture, sio kutokana na kifamilia, sio kutokana na vile unawaza katika mawazo yako. Yes, wale wanatumia mili yao wale wanatumia mawazo yao ni shetani anawaongoza. Wao baba yao ni Ibilisi. Lakini wote wale wanaongozwa na neno la Bwana na wanaongozwa na Roho wa Bwana katika kazi yote. Sababu kazi yote tunaoifanya ulimwenguni, tunafaa kuwa na kiongozi anayetuongoza, ndio tuweze kutambua mambo yaliyo sawa na yasiyo sawa. Ndio wakati wote tunayafanya tunajua tunafanya yale yaliyo sawa, na yale yasiyo sawa tunaiepuka. Bwana asifiwe. Yale yanaweza dhurumu maisha yetu na ya watoto wetu, yale yanaweza tuletea aibu, tunaiweka kando. Lakini tukikosa kuongozwa, tunachanganya yaliyo mema na yaliyo mabaya, tunayachanganya yote pamoja. Leo tuna aibu, tuko katika aibu, kesho tuko katika furaha. Bwana asifiwe. Hiyo sio mapenzi ya Mungu, na huyo mtu haina hata muona Mungu, kwa sababu walio ndani ya Kristo wataweza kusimama na wasimame imara, na Roho wa Mungu atawaongoza, na watatokea pande ile ingine wakiwa na amani, ushindi na furaha. Bwana asifiwe. Watafurahia kazi ile watakuwa wameifanya. Na ndio Yesu amesema ya kwamba amin nawaambia, yeye aminie yuna uzima wa milele. Akasema 48, I am the bread of life. Yeye ndiye mkate wa uzima. Mkate wa uzima sio chakula kile tunachokikula. Mkate wa uzima sio mkate ule tunaokula asubuhi wala mchana wala jioni. Mkate wa uzima ni neno la Bwana. Yesu Kristo ndiye mkate wa uzima. Yesu Kristo ndiye neno. Yesu Kristo ndiye alinenwa na Baba. Baba alimnena yeye. Haleluya. Akampeana kwetu ndio tumule na tumunywe. Akasema katika maandiko, ati wote wale walinikula hawatapata njaa. Wamekunywa damu yangu hawatapata kiu. Wakati alipokuta mwanamke yule alikuwa kisimani ya Yakobo, alimwamini. Yeyote yule atakuja kuchota hii maji atasikia kiu tena, na atakuwa akikuja kila siku kuchota maji. Lakini yeye yule atakaye kunywa maji yangu hatakuwa na kiu tena. Mwanamke yule akabishana na Yesu, lakini alifika katika nafasi ya kuwa na sikio la kusikia, na akaamini yale Yesu anayasema, kwa sababu Yesu aliyasema mambo yaliyokuwa ya undani sana, na ilikuwa ya juu sana. Na wakati alimtazama, alimwambia, si unipe hiyo maji yako, nisije tena kuchota maji haya. Alimsikiliza Yesu na akamwamini. Akaamini msemo kutoka katika kinywa chake. Na wakati ule alikuwa anamsikiliza, hata kama alikuwa anabishana naye, alikuja katika nafasi ya kumwamini. Sababu mahali popote Yesu alipokuwa anaelekea, alikuwa anaelekea kukiwa na kusudi. Yani hakuenda ndio aende, alienda ndio aweze kuonyeshana
mapenzi ya Mungu katika njia zote na katika kitendo chochote. Na ndio wakati alikuta yule mwanamke, aliweza kubadilisha moyo wake. Yule mwanamke pasipo kuambiwa enenda, alichukua hatua mara moja na kwenda kuwaita. Alifanyika kuwa evangelist. Growth ndani ya ministry yake ikaanza kuonekana. Hata kama bereni haikuwa inaonekana, sababu alikuwa mtu wa mwilini, sababu alikuwa anaongozwa na kazi zake, na mambo yake, na mawazo yake, na ulimwengu vile ulivyo. Wakati alipogeukia Kristo na akaamini yale yote Kristo aliyoyanena, aligeuka, mafikira yake mara moja iliturn. Aligeuka na akaamini yale Yesu alikuwa anayanena. Na hapo aliyatimiza yale Yesu aliyoyanena kwa kuondoka mahali pale na kuenda kuwaita watu waje wamsikie anayenena mambo yasiyo ya kawaida. Na wakati ule watu wale aliyeenda kufanya uinjilisti walikuja, walimwambia kweli kabisa, tumeamini kupitia yeye, huyu ametunenea. Bwana asifiwe. Yule mwanamke Msamaria, kiu yake yote ikakwisha. Hakurudi tena kuchota ile maji ya kisima ya Yakobo. Watu wengi wako katika vizima zao. Katika kitabu ya Isaya inasema wamejichimbia vizima isiyoweka maji. Bwana asifiwe. Wengi wako katika dini zao, kama vile wale waliomleta mwanamke Msamaria. Mwanamke yule alikuwa anatokwa na damu. Wakati walimsimamisha mbele ya Kristo na wakaambia Kristo, huyu mwanamke kama huyu, Musa alisema wapigwe na mawe au wawe kwa sababu ya uasherati. Na wewe utasemaje? Naye Yesu kwa sababu alikuwa anajua, nimekuja kwa watu kama hawa wamelemewa kutoka katika dhambi. Nimekuja kwa watu kama hawa wameshindwa kuelewa mapenzi ya Mungu, ndio niweze kuwajulisha mapenzi ya Mungu wao. Huyo wanasema wanamjua lakini hawamjui. Yesu akasimama kwenye mwanya na akaweza kumuokoa yule mwanamke, sababu yeye ndiye alikuwa deliverer. Yeye ndiye alikuwa aweze kufanya jambo tofauti na yale yote yaliyokuwa ulimwengu kwa nyakati hizo. Watu walikuwa wanafuata sheria ya Musa. Na wakati Kristo alipokuja ulimwenguni, sheria ya Musa ilifika mwisho. Lakini watu hawakuwa wanatambua Kristo Yesu ameleta mabadiliko katika ulimwengu. Kile kilikuwa kinawaokoa watu wakati wa kwanza, wakati wa Old Testament, Yesu akakuja akakiondoa. Ilikuwa sheria. Na ile sheria watu walikuwa wanafikiria inawaokoa, ilikuwa inawadidimisha katika tu kifo na katika dhambi. Walikuwa na hukumu usiku na mchana. Walikuwa wanapeleka wanakondoo heivas ndio waweze kusamehewa dhambi zao. Ile tu haikuwa inaosha mioyo yao kikamilifu. Ilikuwa tu inafunika. Lakini wakati Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni, kwa sample ya yule mwanamke alikuwa katika kizima ya Yakobo. Sample ya pili, kwa yule mwanamke alikuwa anatokwa mpaka na damu. Sample ya tatu, kwa yule mwanamke alikuwa amesikwa akizini. Wakati Yesu aliwafikia, aliweza kuondoa hukumu yote iliyokuwa ndani ya mioyo yao, sababu hukumu ndio dhambi. Hukumu ndio dhambi. Mtu yeyote aliye na hukumu mpaka siku ya leo, yuna dhambi ndani yake, sababu hukumu inaleta inaonyesha ya kwamba kuna jambo tofauti na mapenzi ya Bwana imefanyika katika maisha ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Na wakati ule Yesu alisimama na yule mwanamke alikuwa ameshikwa akizini, watu wale waliokuwa wamemleta walishindwa kusimama mbele ya Kristo, wakati Kristo aliwaambia, mtu mwenye hajawahi etenda kitendo ya dhambi, Bwana asifiwe, achukue njiwe atangulie kumgonga. Hakukupatikana mpaka katoto. Wote hukumu walihukumiwa na mambo yale na walikuwa wameifanya wakati Yesu Kristo alisema hivyo.
So wote wakajikuta katika dhambi kama ile wanastakia, hata kama ni tofauti na ile walikuwa wanastakia mwanamke. Wote wakaondoka mahali pale, wakamwacha mwanamke na Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, wakati ule utaweza kujitambua na kujielewa. Haufai kuwa miongoni mwa watu, unafaa kuwa tu katika miongoni mwa Yesu Kristo. Uweze kuwa centered katika Kristo, sio kwa wanadamu. Mwanadamu hakuna kitu anaweza kukufanyia kiweze kukupa amani wala furaha. Chochote kile mwanadamu anaweka ndani yako ni mimba na misongoma. Atakuchoma usiku na mchana, atakuingiza katika majaribu. Lakini mahali popote Yesu alipo, yeyote yule alisimama katika ule mwanya, yule mtu moyo wake ulipokea uponyaji. Moyo wake ulifunguliwa. Alijitambua katika udani wake na akaelewa mapenzi ya Mungu wake, sio vile anavyofikiria, sio vile atendavyo, na sio vile anenavyo. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba tumnene kuhusu yule aliyemtuma, na ndiye Kristo Yesu. Tutende kazi kama ile Kristo Yesu aliyoitenda kutoka wakati ule alikuja ulimwenguni. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuige tabia ya Kristo Yesu, sababu hiyo tabia ndiyo Kristo, tabia ya Mungu. Tunene maneno yaliyotoka katika kinywa cha Yesu, sababu hiyo maneno yaliyotoka katika kinywa cha Yesu, Yesu alisema ya kwamba ni ile Baba aliyoyanena. Bwana asifiwe. Na hiyo jambo halina ugumu, halina ugumu kamwe. Ndio Yesu alisema ya kwamba chukueni nila yangu ni rahisi na ni nyororo. Bwana asifiwe. Nila ya Yesu ni rahisi na ni nyororo, hata kama inaonekana ikiwa ngumu. Watu wanafurahia kukaa katika sheria ya Musa, lakini sheria ya Musa kile inafanya watu wengi ni kuwaua, ni kuwakalisha katika dhambi, katika hukumu, pasipo furaha, pasipo amani. Wanakaa katika kilio. Bwana asifiwe. Hukumu haitoki ndani yao. Lakini katika Kristo anaosha mioyo yetu, anaondoa hali yoyote ile imeletao pingamizi katika maisha yetu. Tunapata breakthrough ya kulinena neno la Bwana. Tunapata breakthrough ya kufanya hata biashara tunazozifanya pasipo hukumu yoyote ndani ya maisha yetu. Tunapata breakthrough hata ya kusimamisha kazi ya Bwana na kusimamisha makanisa tukiwa na boldness, sababu tunayanena yale yatokao katika Bwana wetu Yesu Kristo, yale aliyoyanena wakati alipowatuma mitume. Katika kitabu ya Matthew 28 aliwaambia, mwenende na muyanene yale yote nimewafundisha, msiongezee yenu, msitoe, neneni yale yote nimewamfundisha, na wale wote watapokea. Haleluya. Na nitakuwa pamoja nanyi. Wale wote watapokea, wataokolewa. Nami nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kingine kitafanya Kristo Yesu aweze kuishi ndani yangu. Na kuishi kwa Yesu ndani yangu ni kuishi kwa Mungu. Mungu wangu anaishi ndani yangu, kwa sababu Yesu anasema yeye yu ndani ya Mungu na sisi tu ndani yake. Kwa hivyo pasipo yeye sisi hatuwezi ingia ndani ya Mungu. Sisi hatuwezi mjua Mungu wala kumtambua wala kujua yale anayoyahitaji tuweze kuwa ndani yake. Hatuwezi pokea uponyaji. Watu wengi wako na kansa, na wote wale wanaoamini kazi ya Kristo, ile kansa si kitu. Wanajua ya kwamba yes, kansa iko na daktari amesema kansa haina tiba, lakini kuna kitu tunajua beyond msemo wa daktari. Tuna kitu tunajua beyond kansa. Bwana asifiwe. Ati ya kwamba tunaye yule aliye na uwezo na nguvu na mamlaka ya kuiponya kansa, ya kuiponya tumor, ya kuiponya sukari, ya kuiponya hali yoyote ile inaoleta madhara katika viungo zetu za ndani, zile hazionekani. Bwana asifiwe. Yeye ni Mungu na ni muweza. Yeye ni Mungu na anahifadhi yeyote yule amemwamini yeye kumpitia mwanae Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya.
Yesu akajinena akasema, mimi ndi chakula ya uzima, yeyote ataweza kumla. Akaendelea 49, your father did eat manna in the wilderness and are dead. Ate mababa zenu, Yesu akaendelea kuambia, mababa zenu wamekula mana wakati walipokuwa katika wilderness. Walimwagiwa mana. Musa aliwaambia, muwe munatoka asubuhi munaokota mana na jioni. Yesu anasema ya kwamba hiyo maana haikuwa imetoka biguni. Ni Yesu anasema, tutaamini nani? Tutamwamini yule anatufundisha pasipo kutambua siri imefichwa ndani ya maandiko, ama tutaamini neno lile linalonena ukweli kutoka katika kinywa cha mwenyewe Yesu Kristo katika uongozi wa Baba. Maandiko inasema maandiko inasema ya kwamba your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Number 50. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Ate Yesu akasema, mababa zenu walikula hiyo mana, na wakati walipokula walikufa. Walikula wakafa. Hawakuishi. Lakini ndiye mkate ule ulitoka biguni. Yesu anajinena sababu anajua yeye babaye alimtuma. Ate mimi ndio nimetoka biguni. Nimeshuka kutoka biguni. Hallelujah. That a man may eat. Yeyote yule atakaye nila mimi hata kufa kamwe. Kiswahili inasemaje? Hiki ni chakula kishukacho kutoka biguni, kwamba mtu akile wala asife. Yeyote atamula mkate wa uzima wa milele, na ndiye Christ, hata kufa kamwe. Ataishi kama vile Yesu aisivyo. Yesu alikuwa na mwili, na wakati alikufa neno linatuambia anaishi. So haijalishi mimi niko na mwili leo, mwili utazikwa, lakini mimi kwa sababu ya niko ndani ya Kristo, nimekula Kristo. Yes, nimemkunywa Kristo. Haleluya. Nimekubali aniongoze. Yeye ndiye nguvu yangu, uweza wangu. Yeye ndiye nimemweka katika mamlaka yangu yote. Kwa hivyo wakati nitakapokufa itafanyika kama vile tu yeye alivyo. Yeye vile alivyokufa, lakini neno linasema anaishi. Sababu mwili ndio uliondoka, lakini yeye anaitwa Christ, anaishi. Na mimi mwili wangu utaondolewa na utazikwa, lakini mimi yule aliye ndani yangu, yule niko ndani yake Christ, yule aliye ndani yangu, yule roho, yule spirit of God yu ndani yangu, huyo ndiye mimi. Hii ni body ya kuficha yule aliye ndani yangu. Huu ni mwili wa kuficha. Hii ni nyumba ile mimi ninavyokaa. Hii ni nyumba ile Kristo na Mungu na Roho wanavyokaa. Bwana asifiwe. Mimi niko ndani yangu. Yule anayeonekana ni nyumba ya kufanya hii kazi ya Mungu. Kwa sababu kama hii nyumba haiko, singeinua mkono vile unaona, singeongea vile nina. Kwa hivyo hii ni nyumba, na wakati ule nitarara, hamutaona hii sura na hamutasikia nikiongea, sababu nyumba imeondoka, ile ilikuwa inaonekana katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Lakini wakati ule nitarara ama nitakufa, nitarudi kwa Baba, mahali nilitoka. Wakati nilipompokea, alinifanya kuwa mwana wa Mungu. So kile Bwana alitia ndani yangu kitaishi milele, na ndiye mimi yule nitakayeishi pamoja na Mungu na Yesu ndani yao. Pamoja mimi na Yesu
tu mtu mmoja. Mimi na Mungu tumefanyika kuwa mtu mmoja. Sababu nikiwa ndani ya Kristo na Yesu akiwa ndani ya Baba, sisi wote tuko ndani ya Baba. Tumefanyika kuwa kitu kimoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi na Yesu tumefanyika kuwa mtu mmoja. Ninashukuru Bwana. Harikabasharabakiarasa. Teno litaria disabted thy Father Jesus. Neno linaendelea kusemaje? Katika hiyo mstari, hiki ni chakula kitokacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Gaidage henania. Mungu hawezi danganya. Mungu si mdhalimu. Mungu ni wa kweli. Neno linatuambia katika kitabu ya John 17:17, watakase na neno. Neno lako ndio kweli. Kwa hivyo mtu yeyote yule yu ndani ya Kristo, kile kinaishi ndani yake ni ukweli, sio uongo. Haleluya. Ukweli ndio unaishi ndani yangu, sababu Baba amenitakasa mwenyewe na neno. Yesu alimwambia watakase na neno. Bwana asifiwe. Na tumeona ndio niweze kufika kwa Kristo ni lazima niwe nimefundishwa na Mungu. Na kufundishwa na Mungu ni lile neno aliloliandika. Wakati nitalipokea ufunuo wake ule umefichwa ndani yake, Mungu amenielekeza kwa mwana, sababu nitamtambua mwana ndani ya ufunuo wa ile neno Baba ananifundisha. Sababu linanena kuhusu mwana. Oh, haleluya. Nashukuru Bwana sana. Upendo wake ni mwingi. Uzima wake ni wa ajabu ndani yangu. Mimi na yeye ni mmoja. My DNA na ye Christ DNA ni moja. Kama vile DNA yangu na ya baba yangu ni moja. Oh, haleluya. Hivyo ndivyo DNA yangu katika maisha yangu ya rohoni na DNA ya baba ni moja. So hapa ndipo tunafaa kutambua mambo haya vyema. Tunafaa tuweze kuyajua. Tuache kuongea mambo yale tunataka na yale tunafikiria. Wacheni tuongozwe na neno. Wacheni neno liweze kuwa nguvu zetu, uwezo wetu. Number 51 inasema, I am the living, Yesu akasema, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Mimi ndimi chakula chenye uzima, kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo ndiye neno. Sababu neno ndio chakula chetu. Tusipolisoma neno, hatuwezi shimba. Hatuwezi kuwa na amani. Tusipolisoma neno na kuliamini, amani haimo. Furaha haimo. Ukweli haumo. Uzima haumo. Ushindi haumo. Boldness haimo. Viva haimo. Bwana asifiwe. Hatuwezi funguka macho yetu ya rohoni. Hatuwezi kuwa na utajiri wa rohoni. Hatuwezi kuwa na uwezo wote na nguvu zote na mamlaka ya kukomesha kila aina ya pepo. Kristo ndiye aliwapa nguvu na uwezo na mamlaka ya kukomesha kila pepo, kila nguvu, kila mamlaka. Hata mkikanyanga nge haitamuuma. Mkikula sumu katika chakula haitamdhuru. Yesu akawapa ile mamlaka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile kitu ninajua na ya kwamba Yesu ndiye mkate wa uzima. Yesu ndiye yule mkate ulitoka mbinguni. Watu wanaona tu Yesu. Watu wanaona tu roho yule aliwekwa ndani ya tumbo la Mariamu. But hiyo ni types and shadows. Wakati watu watakutambua ni nini hiyo tunanena juu yake,
Wataweza kuelewa Old Testament ni types and sandals iliandikwa. Reality iko katika New Testament from the book of Acts. Hiyo ndio reality. Hata hizi vitabu za Matthew, Mark, Luke and John gospel books siko na sandals nyingi sana, parables, mifano. Lakini mfano mwema na mfano wa kweli ni mfano gani? Ni ule utokao katika from the book of epistles, Act to Revelation. Bwana asifiwe. Nampenda Bwana wangu na Mungu wangu. Number 52. The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Kwa sababu hawaelewi ananena nini. Mambo ya rohoni haiwezi tambulika na watu wa mwilini. Watu wa mwilini hawawezi kutambua kile mambo ya rohoni watu wa rohoni wanachokinena. Haleluya. Na ndio tuko na maadui wengi. Hata wakati ninaponena hivi, maadui ni wengi sana wanaonipinga. Watu wasioelewa, watu wa mwilini, watu wasiotambua mapenzi ya Mungu, kazi ya Kristo. Watu hawajaelewa Old Testament na New Testament vile imepangwa na kile kinachonenwa ndani yake. Bwana asifiwe. Ati wakauliza, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao, wakisema, awezanje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tule? Najua hata wewe vile unashindwa. Najua vile hata mimi nilikuwa nimeshindwa. Wewe nifike hapa nilikuwa ninaelewa kama Wayahudi. Nilikuwa katika hiyo kuchanganyikiwa. Nilikuwa katika hiyo nafasi ulio ndani yake ya kujiuliza namna gani inaweza endelea, namna gani namna hiyo wananena. Lakini my dears, hallelujah, hapa ndipo ukweli wote ulipo, urahisi wote wa kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini walishindwa sababu ni watu tu wa mwilini, watu wa kutumia mawazo yao. Watu wanataka iende kulingana na vile wanavyotaka na vile wanavyofikiria. Watu wanataka Yesu ahubiri kama vile kulikuwa kunahubiriwa na wengine. Lakini Yesu alikuwa ameleta tofauti ya kuhubiri, tofauti ya ufunuo wa Mungu. Ule ulikuwa wa kweli, ulikuja na Kristo. Kupitia mitume tukaupokea. Sababu aliwafundisha. Yes. Basi Wayahudi walishindana. Nimemaliza, nitamalizia na hiyo. Kesho tutaendelea. Ninasema, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao, wakisema, wawezanje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tule? Hapo ndipo tumeachia. Tutakuja kujibu kesho kulingana na vile Roho wa Bwana ataendelea kutuelekeza. Napenda sana neno la Bwana. Napenda kukaa katika kila wakati nikiinua my ministry kwa kuhubiri neno na kuwajulisha watu mapenzi ya Mungu kila wakati kulingana na vile Mungu anavyohitaji tuweze kuyanena. Kwa hivyo tutaanzia hapo. Tumemalizia hapo 52. Lakini tutaendelea na 53 kutoka kesho. Watu wa Mungu nawapenda sana. Lakini jiulize wewe, nani aliye ndani yako? Mkate ni gani wewe unataka kula? Ni wa ngano ama ni mwili wa Kristo? Jiulize kabisa. Wapenda kulisoma neno na kutamani kuwa na ufunuo na kuamini ule ufunuo, ama unataka tu kulisoma uonekane uko na Biblia mikononi, unaifungua na unaisoma, lakini hakuna
mafundisho yoyote unafundishika ndani yake. Usiwe mtu wa hiyo aina. Tamani sana. Kama vile mwanamke akimzaa mtoto, anamtambua kabisa, hata wakiwekwa na watoto wengine wengi wanafanana, atatambua wake. Number 2, wacha sisi wote wakati tutakuja kujaribiwa, tukipimwa our DNA, isiwe tu itatokea ya wazazi. Wacha DNA yetu iweze kunena kuhusu mamlaka ya Mungu na uwezo wa Mungu. Bwana asifiwe. Na itanena namna gani? Sababu wote wale wameamini aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Na kufanywa kuwa wana wa Mungu ni kuingizanwa kabisa, vile hatuwezi toanisha. Vile mtoto na mama haiwezi watoanisha. Hata mama awe wazimu, mtoto anajua huyu ndiye mama yangu, hata kama ni wazimu. Hata kama alikufa, mtoto atasema mama yangu alinizaa na akakufa. Kwa hivyo hawa wengine wote mnaona ninaita mama ni fake. Hallelujah. Watu wamesimama katika fake preachings, fake teachings. Sina wafafanulia mambo isiyo ya kweli, mambo ya uongo, mambo ya isiyo na msingi. Hawawezi simama ama kujiokoa kwa mambo yale yameingia ndani yao. Bwana asifiwe. Ate Susan unasemaje? Ate teaching makes us understand what the word of God says. Bwana asifiwe. Ukweli pasipo kufundishwa, hata manabii wamesema pale, Yesu Mungu ndiye atatufundisha ndio tuweze kupata nafasi ya kuingia ndani ya Kristo. Kwa hiyo tutagirutwo ni Ngai. Hallelujah. Na Ngai ne kugate kiugo giki turathoma ni kiandikirwo ni Ngai kuhitukira andiki aria mandikire mema mabũrũri tofauti, matena tofauti, miaka tofauti, na gutire wamenyire uri ungi, lakini yothe marire iguru ria mundu umwe. Ririo horo cio wacokaniriirio na niguo we mandiko-ini warire uhoro wa Yesu Kristo. Ndeigwa gucokia ngatho muno na ngaigwa gukena ni aria othe methini wa Kristo, tondu tukwaria rwario rumwe. Wale wote walio ndani ya Kristo tutanena kuhusu neno moja na neno ya mtu mmoja. Na hapo ndipo Kristo alisema ya kwamba mwisho kabisa watu wote watakuwa mmoja. Kwa huo uhoro murona tukihunjia wigie Kristo na wira uria Kristo arutire, andu othe ona ngikorwo urathaga ukarathira mite iguru, ona ngikorwo hunjagio kombuka, na urahunjia maundu ma unduire, na urahunjia uria nguthie kurutira andu morogi ate utaenda kuwatolea nini madhabahu ya kisetani. Siku ya mwisho neno la Bwana litakuwa moja. Hakuna kwenda kutoa madhabihu ya kisetani, hakuna kupaka watu mafuta, haitakuwa na kwenda kukutana ndio mkule mesa. Mtaamini mwili wa Kristo na mtakula huo mwili, unaitwa word, na hiyo word ndio the body of Christ, na hiyo word ndio tuseme, wacha tuseme kulingana na vile tumezoea, sacrament. Bwana asifiwe. Kiugo kiria nikio mwili wa Kristo. Titonya mututo heagwo tugacoka tugathie tugatwara kioro. Titonya mututo nyuaga tugacoka tugathie tugathuguma. Mwili wa Kristo ni roho mutheru thiine witu, uria uteithagia maroho maitu guthie na mbere na kumenya uhoro wa thamaki wa iguru. Mwathani arogocwo. Nindirakena muno ni baba. Baba ni anyendete. Onawe baba ni akwendete. Na ni aguguturia muoyo ni tondu nawe ni umwitikitie. Ndauga ni wega na Ngai witu aroguturia hao. Keituhoe. Bwana wetu, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Pendo lako Bwana ni la kweli na ni la utukufu. Umetuficha na yote ndio tuweze kusimama kadri na mapenzi yako. Tumeingia katika utukufu na nguvu yako Bwana.
kwa kuliamini neno na kuelewa mapenzi ya neno lako. Pokea sifa siku ya leo, ni kwa sababu utumishi wako katika maisha yetu umetuonyesha ya kwamba Bwana, ati hakuna mahali pengine tunafaa kutumika ila tu ni katika ndani yako Mfalme. Kana katika ndani yako Baba, hapo ndipo kuna ukweli, kuna uzima na kuna raha. Asante Mungu wetu na Baba wetu, utajiri wote wa rohoni umefichwa hapo. Asante Baba, naomba watu wote waamini hayo yote ndio iweze kuwa msingi katika maisha yao, kwa neema na kwa utukufu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Tuonane kesho, tuonane wale tunaonana leo kanisani, tuonane wale tutaonana kesho katika fellowship, tuweze kuonana pamoja.